maagano matano yaliyo ndani ya utoaji. Nilianza kwa kuzungumza hivi ya kwamba unaposikiliza mafundisho mbalimbali, unaposikiliza watumishi mbalimbali, unaposikiliza watu mbalimbali, utakuta msisitizo mkubwa sana wa watu kwa kanisa ni habari za wokovu. Msisitizo mkubwa sana unakuwa kwenye eneo la wokovu, na hiyo sio mbaya, ni nzuri kwa sababu ndivyo ilivyo. Lakini wokovu ni sehemu tu katika kile kilicho ndani ya agano. Ni sehemu tu. Wokovu ni sehemu tu katika kile kilicho ndani ya agano, ama niko katika sehemu ya agano. Ni sehemu tu. Kwa hiyo watu watafundishwa kutoka dhambini, kuacha uovu, wale ni tu. Watafundishwa kujitenga na ubaya, safi sana. Watafundishwa kukaa mbali na dhambi, safi kabisa. Watajifunza kwa ajili ya kukaa mbali na maisha ya zamani mabaya, nzuri kabisa. Lakini kuna zaidi ya hapo. Yaani tulipoingia kwenye ufalme wa Mungu, sio tu kwamba tumetoka katika maisha ya kuwa mbali na dhambi na uovu, lakini pia tumeingia kwenye maisha ya mafanikio. Ndio maana mtu yote anayefunguliwa kama amekaa vizuri, ufungulivu huwa unaendana na mafanikio. Kwa nini? Mungu alipotoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenye utumwa, lengo lake ilikuwa sio kuacha jangwani ama kuacha kwenye ule utumwa, ni kuwatoa, lakini kuwafikisha katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Chapie Bwana Yesu mkofi. Kwa hiyo unakutana pale na kwamba ndani ya maisha ya wokovu ni part tu ya kile kilicho ndani ya agano. Kwa hiyo hii msisitizo wangu ni kuwa usiweke macho tu kwenye wokovu, lakini weka macho sana pia kwenye agano. Usijifunze tu masuala yanayohusiana na wokovu peke yake ukakwamia pale. Unatakiwa ujifunze pia masuala yaliyo ndani ya agano, ili upate kufaidi kile kilichokufanya ukatoka utumwani ukaingia katika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa nimetoka kwenye ulevi, ni sawa nimetoka kwenye magonjwa, ni sawa nimetoka kwenye maisha ya kale, ni sawa nimetoka kwenye dhambi, ni sawa nimetoka kwenye ulevi, ni sawa. Baada ya hapo nini kinachofuata? Nini kinachofuata baada ya hapo? Maana unaona ukishatoka ni sawa, lakini kuna kitu ambacho unatakiwa ukijue na ukitende ili uishi maisha ya mafanikio ndani ya agano ambalo umelipata kupitia kuokoka. Chapie Bwana Yesu mkofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na bahati nzuri Mungu hajatuita kwenye maisha ya umaskini ama wokovu wa kimaskini. Hiyo kwa Mungu haipo. Wala mtu asije kuambia kwamba umaskini ndio wokovu ama utakatifu na utajiri ni kwenda kuzimu. Sikiliza vizuri haya maneno. Tumeitwa kwa ajili ya kutoka kwenye dhambi kuingia kwenye maisha ya utakatifu, lakini pia kupitia maisha ya utakatifu twende kwenye maisha ya mafanikio na ustawi sawasawa na agano ambalo tumeingia na Mungu wetu. Chapie Bwana Yesu mkofi. Kwa maisha yako yasiyo tu kwenye eneo la wokovu. Ndio maana ukisikiliza redio, ukisikiliza nini, wanapozungumza habari za kutajiri mafanikio, si kwamba wote wanazungumza vibaya. Ni swala wewe kuangalia huyu unayemsikiliza anazungumza mafanikio kwenye mkondo upi ama
hili jambo limefanyika msalabani ambalo halina namna ya kulikataa. Bwana Yesu asifiwe. Sema agano. Sema agano. Sema agano. Sema agano. Sasa unisikilize. Mungu anapotaka kufanya jambo lolote hapa duniani ambalo linakwenda kuacha alama vizazi na vizazi, huwa anatafuta mtu alafu anaingia naye agano. Narudia tena. Mungu anapotaka kufanya jambo lolote hapa duniani kwa watu, haingia agano kwa watu wote, anaingia agano kwa mtu mmoja. Alafu kupitia huyo ambaye amefanya agano na Mungu, ndipo Mungu anaanza kufanya anachotaka kufanya, lakini kupitia mtu yule ambaye ameweka naye agano. Na tunaposema agano, lazima macho yako yawe sana kuangalia kitu hicho, kwa sababu ndio msingi wa mafanikio. Usipojua agano, utaishi maisha ya kutangatanga na maisha ya ajabu sana. Nikizungumza juu ya agano ambalo lina maana ya mapatano maalum yanayohusu mahusiano ambayo ndani yake ana ahadi, ndio nilizungumza baada ya neno agano. Nilisema agano ni mapatano au makubaliano maalum, ambayo makubaliano hayo yanahusiana na mahusiano, manake ni mwingiliano ambayo ndani yake hayo mahusiano na mapatano yana ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo hayo mahusiano au mapatano ndani yake yana ahadi. Kwa hiyo ukisikia nimefanya agano, ukisikia kuna agano jipya, uwe na uhakika kuna mtu ambaye Mungu alifanya naye agano, lakini ndani ya hilo agano kuna ahadi ambalo wakienda sawa sawa watafaidi kile kilichopatanwa. Wakienda kinyume wataingia kwenye matatizo tofauti na yale mapatano. Ndio maana tunasema kuna ahadi ambazo Mungu anaweka kwa watu ambao wameingia agano na yeye, kupitia mtu ambaye Mungu amemuinua kwa kizazi hicho au kwa kipindi hicho au kwa nyakati hizo. Hakuna agano ambalo halina ahadi. Na tunapozungumzia agano, tunasema ndani ya agano kuna mambo makuu matano. Kisikia agano kuna mambo matano. Agano linabeba mambo matano. Agano kwanza linawahusika. Lazima wawepo wahusika wa agano. Agano pia lina makubaliano au mapatano. La pili, la tatu, agano lina muda. Hakuna agano ambalo lina muda. Hata unapoingia agano la kuajiriwa, kuna muda wa kuajiriwa. Kufanya kazi, kuna muda wa kufanya kazi. Mapatano yote ambayo mnaingia, hata kanisa hili, makanisa yote wanapenda kuangalia katiba yenu. Unakuta wizara mambo ya ndani na roho katiba. Wanapoomba ile katiba, makanisa yote wanapoomba ile katiba wataangalia hiyo ndani ya katiba, lakini pia wataangalia hawa watu ambao wanasimama kama viongozi wanakaa kwenye hiyo nafasi kwa muda gani. Hakuna kanisa linaloruhusiwa huyu kiongozi anakaa milele. Utasikia miaka 5 wanachagua, miaka 5 wanachagua, ndio inakuwa ni mkataba. Hakuna agano ambalo halina mkataba, ambalo ndani yake hakuna ahadi, ambalo ndani yake hakuna mapatano, ambalo ndani yake hakuna
La nne, agano pia lina wajibu. Hakuna agano ambalo halina wajibu. Wajibu maana yake kuna sehemu yako, na wajibu maana yake kuna sehemu ya yule uliyowekelea agano. Hakuna agano ambalo halina wajibu. Ndio maana wapendwa wengi wanapenda kuangalia wajibu wa Mungu, lakini sio wajibu wao. Hawaangalii ndani ya hiyo mstari unaosoma kuna sehemu yao kiasi gani ya wao kushiriki. Watabakia kumlalamikia Mungu wakati wao hawafanyi sehemu yao. Hakuna agano lolote la mafanikio, la ustawi, la baraka, la kuinuliwa ambalo hauna sehemu ya wewe kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tano, lazima agano liwe na matokeo. Sema matokeo. Hapo tunasema ni faida, kwamba nikishashika yote nafanyaje? Nikishatimiza yote yaliyo ndani ya mkataba nafanyaje? Nini kinapatikana? Nini kinaonekana? Nini nitakipata? Petro aliuliza, nitapata nini sasa? Mungu akamwambia, utapata mara 100 hapa na uzima milele. Maana yake hakuna agano ambalo halina privilege, halina matokeo. Uwe umeingia na mizimu, uwe na uhakika kuna matokeo, lazima. Uwe umeingia na uchawi, uwe na uhakika kuna sehemu, lazima agano liwe na matokeo. Ndio maana tunaposema juu ya agano, unasema agano la kale, agano jipya, lazima uwe mpana. Kwa sababu kusema kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, unaona Mungu ameingia maagano 7 na wanadamu. Maagano 7. Yako maagano 7 ambayo Mungu ameweka na wanadamu. Na yote yana maana mpaka sasa, kwa sababu yanaacha alama na utendaji fulani katika maisha ya watu. Amen. 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 Na nilianza kuzungumza ile ya kwanza, agano la Mungu na Nuhu. Hii ni Mwanzo 8:20 mpaka 23:22. Ilikuwa ni agano la Mungu na Nuhu, halijafikia. Tena kwa baada ya nchi kunuko, majira ya kupanda, unavyoona hali ya hewa hii, unavyoona jua, unavyoona nyota, unavyoona ule mwingiliano wa hali ya hewa ulivyo, unavyoona wakati wa joto, unavyoona wakati wa kulima, unavyoona wakati wa kuvuna, unavyoona wakati wa kiangazi, unavyoona wakati wa masika. Ni baada ya Mungu kufanya agano na Nuhu, baada ya kuharibu dunia kipindi kile na gharika, kila kitu kikanyamaza, kila kitu kikafutika, kila kitu kikatoweka. Nuhu anatoka kwenye safina, hajui anaanzaje, maana mambo yote yameharibika. Hana jirani, hana ndugu zaidi ya watu 8, hana sehemu ya kwenda kuomba kiberiti, hana sehemu ya kuweza kuomba msaada wote. Amebakia yeye na watoto wake peke yake. Dunia nzima imelambwa, miti imepigwa, wanyama walionao ni wale tu waliotoka katika safina aliyowaweka kama mbegu ili nchi ipate kustawi tena. Sasa usikilize, ile Mwanzo 1:1, unaona Mungu anaiumba dunia wala hajamshirikisha mtu. Anasema tuna iwe nuru, inakuwa nuru. Alafu anasema na hishe na iwe hivi. Lakini unaona kwenye Mwanzo 8 amepiga dunia, Mungu anaiumba upya dunia, lakini anaweka agano na mtu ili apate kuiumba dunia tena. Mchapie Bwana Yesu Kristo. Anaweka agano na mtu ili apate kuiumba tena. Aseme iwe nuru, aseme anamuona nuru, anamuona wanyama na ndugu zake, alafu anachukua wanyama walio safi, alafu anawatoa. Mungu anasikia harufu nzuri mbele za pua yake, alafu anasema, nimegundua mawazo anayowaza mwanadamu ni mabaya tu. Siku zote kuanzia kwa kijana na mawazo mabaya tu. Ninajilaumu kwa nini nimeipiga nchi kwa maji, kwa nini nimewafuta wanadamu kwa maji, kwa nini nimewaharibu kwa maji, kwa nini nimefuta uzao mzima kwa maji. Anasema sasa nimegundua kitu, maadamu nchi ngumu, majira ya kupanda na kuvuna havitakoma. Unaona Mungu anaweka agano. Ndio maana piga garagaza, unavyoona leo upinde wa mvua, Mungu aliweka kama agano. Ni alama ya agano. Unapoona hilo, maana yake mvua itakiwa ije
wa kung'uta wanadamu hajapata kuona, lakini Mungu anakumbuka agano, analiweka kwenye mawingu, ambalo alisema sitamfuta tena mwanadamu kwa maji, anasubiri moto, ila kwa njia ya maji ili sitamharibu tena. Chapeni Bwana Yesu. Kwa hiyo unaona wazi ilikuwa ni agano linalorudisha kila kilichopotea, kila kilichochukuliwa, kila kilichoharibika. Lakini Nuhu alitumia nini? Nuhu alitumia dhabihu, alitumia sadaka. Tena akachagua wanyama walio safi, kwa sababu alisema huyu mwamba huyu aliniambia nitengeze safina, hata baadaye amekasirika tu, amefuta wote. Huyu mimi mwenyewe sasa ndio amenibakiza. Huyu kweli nina usalama kweli? Huyu iko siku ataamka asubuhi atanifuta na mimi. Kwa sababu simuelewi kama ameweza kufuta ulimwengu mzima. Mimi tu nimebakia na watu wanane nikikorofisha hapa. Sasa nifuga lazima niingilie agano kwanza. Lazima niweke agano. Lazima niweke agano. Ndio maana unapoona kila kitu kieni sawa, kila kitu kisogei, kila kitu hakimufu. Ni kama gharika imepita kwenye familia, gharika imepita kwenye ndoa, gharika imepita kwenye ukoo, gharika imepita kwenye kazi. Unaona kila kitu kama kimefutwa. Wewe fuata kanuni hii. Liko agano ambalo Mungu aliweka na Mungu, ambalo ni agano la urejesho wa hali ya hewa, na kila kitu kilichovurugwa Mungu anakiweka sawa sawa. Unaachilia dhabihu ambayo ndani yake ni sadaka ya mbegu kwa ajili ya kurudisha hali ya hewa iliyovurugwa. Chapeni Bwana Yesu. Leo hii wewe ni gharika, lakini magharika yanapita kwenye familia, yanapita kwenye ndoa, yanapita kwenye kazi, yanakuacha tupu. Unashindwa ushike wapi? Ukiangalia huko hakuna watu, ukiangalia huko hakuna watu, ukiangalia huko hakuna watu, ukiangalia huko hakuna watu. Tumia kanuni hii ya agano, ambayo Mungu huwa ni Mungu wa agano, analiangalia agano lake. Siku zote Israeli walipokuwa wanamlilia ili awatoe kwenye shida, Mungu alikuwa anawasikiliza, alafu anaenda kwenye kumbukumbu zake. Kwani agano niliyoweka na Hawa ni lipi? Mkataba niliyoweka na Hawa ni lipi? Alipokuwa anagundua agano, anafanya kazi kupitia agano. Mungu ni Mungu wa agano. Chapeni Bwana Yesu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaona ilikuwa ni agano la kutengeneza fursa tena. Maana ardhi ilipigwa, kila kitu kitapotea. Tumia kanuni wapendwa. Sawa? Sawa? Haunaona kila kitu akisoma. Usiende kwa mdomo kwa Mungu. Weka agano na Mungu. Kwa sababu Mungu hii sadaka ya agano, tunaambia ya Nuhu, kama ya Nuhu. Baada ya gharika kuwa imepiga, agano hilo lilitumika tena kusaidia kumrejesha mwanadamu katika kutengeneza fursa na kuishi ndani ya fursa. Chapeni Bwana Yesu. Kikosekana hiyo, uwe na hakika Mungu hana tafanada mchi ulipo majira ya kupanda na kuvuna. Unajua kufanikiwa ni matokeo ya mavuno. Narudia tena. Kufanikiwa ni matokeo ya mavuno. Maana yake unapata zaidi. Unafanya biashara, unapata zaidi. Unalima, unapata zaidi. Unafanya kazi, unapata zaidi. Neno mavuno ni matokeo ya kile kilichopandwa, kinachotoa matunda zaidi. Kwa hiyo ukisikia huyu mtu amefanikiwa, maana yake anavuna zaidi, kavuna zaidi. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo mavuno ndio misingi ya mafanikio. Sasa nategemea hao watu walikuwa wanalima, wanavuna. Hao watu walikuwa wanapanda, wanavuna. Hao watu walikuwa wanajihusisha na kilimo. Ndio maana agano ambalo Mungu alikuwa ameweka na Nuhu lilikwenda mpaka kwenye mifugo. Nenda usome Biblia, nenda mpaka kwenye mifugo. Lakini ni agano. Sasa wengi hivi vitu vya kiagano huwa hawavijui. Si mnamkumbuka mtu mmoja anaitwa Isaka? Nchi na njaa, ghafla anataka kukimbia kwenda Misri. Alafu Mungu anamwambia kaa hapa. Kuna agano niliweka na baba yako. Kaa hapo hapo.
utalima hapo hapo, utafanikiwa hapo hapo. Unaona, Mungu alikuwa anatembea na Isaka kutokana na agano aliyoweka na Ibrahim, na Mungu alikuwa anatembea na Yakobo kutokana na agano aliyoweka na Ibrahim. Kwa hiyo wale watoto wa kiagano walijikuta wanapata privilege za kiungu kwa sababu ya kile ambacho Mungu alifanya na Ibrahim. Bwana chake Bwana Yesu. Hayo makofi yatoshi. Hayo makofi yatoshi. Waliokuwepo nilizungumza sana juu ya agano hili. Usiende mikono mitupu, vitu haviendi, hujui ufanye nini, hujui utende nini. Nenda na agano, nenda na sadaka. Usiweke tu sadaka, mwambie sadaka ya agano. Tena mwambie Mungu sadaka ya Nuhu. Iko siku nitawaambia majina ya watumishi wa Mungu yaliyobeba. Kama unamwona ni jina lakini kuna kitu kimebeba. Ndani ya ile jina na yule mtu unapata mawazo ya Mungu, unapata njia za Mungu, unapata mipango ya Mungu na mapenzi ya Mungu kwa mtu. Kwa hiyo ukijiunganisha na yeye ghafla, unashangaa kuna kitu unakipata. Sema ndio fungu langu kwa jina la Yesu. Rudia tena, sema ndio fungu langu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na agano la pili ambalo tunapenda kuzungumza kwa leo ni agano kati ya Mungu na Ibrahim. Mungu na Ibrahim. Mungu na Ibrahim. Mungu na Ibrahim. Tembea katika agano, unataka kuishi maisha ambayo hayazuiliwi na chochote. Mungu na Ibrahim. Mweka agano ni Mungu, tekelezaji wa agano ni Ibrahim. Lazima ujue hivi vitu. Usipojua kwamba Ibrahim alifanya agano na Mungu, na nikwambia Mungu anapotaka kufanya kitu duniani huwa anatafuta mtu. Anapofanya naye agano, unapojiunganisha na yule mtu, uwe na uhakika zile baraka ambazo Mungu alikusudia kupitia yule mtu zinakuwa sana. Leo hizi watu wanafaidi baraka za uponyaji kwa upepo tu. Kwani Mungu alifanya agano na wao? Mungu alifanya agano na mimi. Amen. Kafanya agano na akana mwanangu, utaenda utaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Utashusha macho yenye kiburi wote utaweka chini. Utawafanikisha. Uwe na uhakika, okay, tuna watoto wabeli wakina Elisha na kina Manase. Kwani niliingia nao agano nini? Iliingia agano na mama yao, sawa? Wao wanakuwa wafaidi wa zile baraka za agano. Amen. Wanapata zile baraka za kiagano. Atamwambia baba nataka hizo, baba nataka hizo. Si kwa sababu yao, ni kwa sababu niliweka agano, tumeweka mimi na mama yao peke yao. Wao wanakuwa ni wana wa agano, wanafaidi baraka za kiagano za baba yao na mama yao. Chapia Bwana Yesu makofi. Kwa sababu ndio naona kuna watu wanafaidi. Wewe jiunganishe na baraka ambazo Mungu ameweka juu yangu. Wewe na uhakika kile ambacho Mungu anataka kiache alama kwenye dunia kwenye wakati hichi, na wewe kinafanyika sehemu yako. Amen. Chapia Bwana Yesu makofi. Haya makofi yatoshi. Mwanzo sura ya 12. Sasa bwana mdogo kimbie. Njoo. Ama kuna mtu ananyongaga, nikianza kuhubiri anaanza kunyonga muda huu. Sababu hizi Mwanzo 12:1-3. Angalia Biblia inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe kati ya nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sema anaambiwa nani hapa? Atoke wapi? Na wapi tena? Katika nchi yako. Kama ni kama anaambiwa atoke. Sasa mimi sikwambii baba amesema tuhame. Baba wazazi wangu wanakaa hapa, ngoja niondoke. Mimi sikumjui. Kati ya nchi. Alafu anasema na jamaa zako, alafu anasema na nyumba ya baba yako, alafu anasema aende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sasa huwe na uhakika tunapokuwa tumeokoka, tumekuwa tumehamishwa kutoka kwenye nchi ya shetani
kuingia kwenye nchi ya nani? Ya Mungu. Iko sawa? Iko sawa sawa hiyo. Sasa nasema nani nitakufanya kuwa taifa kubwa. Unaona, sema taifa kubwa. Na kukubariki, sema kubariki. Na kulikuza jina lako, sema kulikuza jina lako. Nawe uwe baraka, sema kuwa baraka. Nani nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Angalia maneno haya. Angalia maneno hayo. Ahadi ya Mungu. Nimekwambia hakuna agano ambalo lina ahadi. Ukisoma baadaye kwenye Mwanzo 15 ustadi kurudi kule, unakuta Mungu anafanya agano na nani? Na Ibrahim. Kwenye Mwanzo hiyo 15 anafanya agano na Ibrahim. Na Ibrahim anamwambia kwanza sina mtoto. Akatafuta wanyama akachinja ile, alafu Mungu akapita kama miani akapita. Akafanya agano. Walikuwa wanafanya, yaani hakuna agano ambalo lina sadaka. Hamna. Unapozungumzia agano lazima kuwe na sadaka. Alafu ndio Mungu akaachilia maelekezo, akafanya naye agano. Sasa sitaki kurudi huko, nataka tu mimi nikuelekeze hapa kwamba haya ndio Mungu anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabarikiwa kubarikiwa, na yeye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabariki. Hili ni agano la nani? Na Mungu na ndiye aliliweka kwa kipindi kile. Sasa ni kipindi ambacho tena Mungu alifungulia kufanya kitu kwa wanadamu. Baada ya nini? Unaona Mungu anaweka agano jingine tena tofauti na Nuhu. Ili inakuwa ni agano la Mungu na nani? Na Ibrahim. Na pia nina kitu ambacho ukikijua utakipata. Mungu anasema namna gani? Biblia inaeleza wazi kwamba tumekombolewa, tumetoka kwenye miliki ya giza, tumeingia katika miliki ya Mungu, ili baraka za nani? Za Ibrahim zitufikie sisi mataifa kwa njia ya imani. Ndio Biblia inasema kwenye Galatia. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka ndani ya Kristo, moja kwa moja unaingia kwenye zile baraka za Mungu alizoweka na nani? Na Ibrahim. Ni haki yako. Sasa ni swala la homework yako kujua ni vitu gani Mungu alipatana na Ibrahim, ili upate kujua namna na jinsi ya kuweza kufaidi zile baraka tukiwa hapa duniani. Haya maagano yote ambayo Mungu ameyaweka ni kwa ajili ya kumsaidia mtu anapokuwa duniani. Tuko sawa? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo naona Mungu anamwahidi Ibrahim. Sasa ndio nilisema ndio anakuja kwenye zile masharti na vigezo. Ili usione hizi baraka za Ibrahim zikiwa halisi kwenye maisha yako. Mungu akikubariki, Mungu akibariki uzao wako, Mungu akibariki wanaokubariki, na Mungu akihusika na wanaokulaani, Mungu akifanya jina lako kuwa kubwa, na kila sehemu ukifika unakuwa unaacha alama. Kama unataka hizi baraka za Ibrahim, maana yake zina masharti yake ambazo nabii uangalie Biblia inavyosema, ili ujitimu sawa sawa na yale masharti yaliyo ndani ya zile baraka. Usikreu tu mimi ni mtoto wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, baraka za Ibrahim zangu. Usikreu bila kujua masharti gani unapaswa uyafuate, ili upate kuona zile baraka zinakuwa halisi kwenye maisha yako, zinatoka kwenye kitabu, zinaingia ndani ya maisha yako, na wewe unaanza kufaidi ukiwa hapa duniani. Maana hizi ni baraka ambazo sio tu Mungu aliingia na Ibrahim, lakini zilihusika na wazao wake, na sisi tu uzao wa Ibrahim kwa imani, lakini tukiwa ndani ya Kristo. Chapeni Bwana Yesu. Sasa sharti moja wapo ili upate kuona hizi baraka zikiwa halisi, iko kwenye
Mwanzo 12:1. Unapata shahidi. Unapata shahidi. Inasema hivi. Bwana akamwambia Abraham, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hiyo naona kabla ya jamaa za dunia kubarikiwa, kabla ya kufanyika baraka kwa mataifa, kabla ya Mungu kulikuza jina lake, alitakiwa atoke katika nchi yao. Ajitenge. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ukianza kutoa sadaka kwa picha au kwa mtazamo wa nuru, ule mtazamo wa nuru hauna masharti makubwa, kwa sababu maadamu wewe ni mwanadamu umepewa kupanda na kuvuna. Hii inawapata wote, au ameokoka akilima anavuna, si ndio? Au hajaokoka akilima anavuna. Au ni mgeni wa kienyeji akilima anavuna. Au ni mzinzi anaweza kutoka Yesu mzinzi akachukua jembe akaanza kulima. Tunaona maadamu mvua inanyesha analima anavuna. Kwa hiyo haiwezi sana. Hiyo inaweza kufanya na mgeni wa kienyeji, inaweza kufanya na mzinzi, inaweza kufanya na muongo, inaweza kufanya na mbea, inaweza kufanya na mtu mwenye tabia yoyote mbaya, na matokeo yatayapata. Ndio tunaona kuna watu ambao wao sio Kristo, lakini wanatumia kanuni hii ya nuru ya agano la nuru, wanafanikiwa. Lakini matatizo yanakuja pale ambapo unataka ufaidi baraka za Ibrahim. Hapo ndio kaibuyuka. Sema sasa. Rudia tena. Nasemaje ndio? Mbele zako baraka za Ibrahim zinadai uhame. Mwambie tena, baraka za Ibrahim zinadai uondoke katika mifumo iliyokuzunguka, katika mifumo ya wazazi, katika mifumo ya jamaa, katika mifumo ya nchi. Ndipo uende kwa ajili ya baraka. Mwambie baraka za Ibrahim, kama hujahama haupati kitu. Amen. 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 Kwa hiyo sheria ya agano la Ibrahim inadai kujitenga kabla ya ile ahadi kuwa halisi, kabla ya ile baraka kuwa halisi, kabla ya ile mambo ambayo Mungu amesema kuwa halisi. Ndio maana katika hizi baraka za agano ambazo ni kubwa sana za Ibrahim, hizo zaidi usio kaklemu kama bado hujahama, hujatoka duniani, hujatoka kwenye uzinzi, hujatoka kwenye washarati, hujatoka kwenye uchawi, huzipati. Hizi baraka ziko kwa watu waliohama, watu waliohamishwa, watu waliojitenga na taratibu za jamaa na mila na desturi na mapokeo ya uovu na ibada za uovu, ili aende kwenye ibada kubwa ya kimungu, ndipo apate kuona zile baraka. Uwezo ukazipata hizo baraka za Ibrahim hata kama utazikiri asubuhi mpaka jioni, kabla hujahama, kabla hujajitenga, kabla hujaachana na dunia, usipati. Hizi zingine za nuru unaweza ukapata hazina shida. Ndio maana nafika kuna watu wengi tena watumishi wa Mungu anakuambia unaweza ukazuru na bado ukaona baraka. Wanazungumzia hizi za agano la nani? La nuru, ambao hata mlevi ametoka kulewa anaenda na lina anapata, anafanya kazi anapata, ni mfuza anapata, anaibada. Hizo ni za wote, wanadamu wote. Lakini inapokuja kwenye agano la Mungu na Ibrahim, linadai kujitenga. Imekaa sawa? Imekaa sawa? Imekaa sawa? Uwezo ukachanganya huku na changanya na dunia, huku na kucha.
Ibrahim ndani ya Kristo. Sawa sawa na Wagalatia 3:27-29. Ninalifu gharama wakati unajichanganya. Huwezi pata hizi, utazipata za nuru kwa sababu ni za watu wote. Lakini hizi za Ibrahim zinadai kujitenga. Iko sawa? Iko sawa? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unatoa macho wafundisha. Inadai kujitenga. Kwa lugha nyingine, toka kwenye mifumo mibaya. Jitenge na mifumo mibaya, usichanganye. Sura ya 2 ule mstari wa 19. Nawafundisha siri za ufalme. Timotheo wa 2 mstari wa 19. Inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri huu, Bwana awajua walio wake. Na tena, kila alitajaye jina la Bwana na uache. Singa Mungu yeye anasema Bwana anajua walio wake. Hapa anazungumzia agano kati yake na Ibrahimu. Anazungumzia agano lake na Nuhu. Kwamba katika misingi ya agano la Mungu na Ibrahimu inadai kuacha kwa uovu, inadai kujitenga na uovu, inadai kujitenga na dhambi. Ili zile baraka ziwe halisi ndani ya maisha yako, lazima uhame, lazima ujitenge. Baada za vyakula vyema, nila zao. Na ndio maana kuna watu wengi hapa kila wakati wanaota wako makwao. Kila mambo ya kibanana aking'ang'ana na Mungu sana anaota hiyo kwao. Hiyo ni lugha ya rohoni. Bado kuna vitu vimekubali. Bado huko kwenye mfumo unaozunguka. Ndio maana uishi kuona bibi akufuata maelekezo. Maana yake bado uko kwenye cage. Sio rahisi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua walio wake. Halafu anasema kila alitajaye jina la Bwana, aliitia jina la Bwana, alitegemea jina la Bwana kumsaidia au wachilie. Ukuta anasema kwenye Nuhu hizo sentensi. Ibrahim alikuwa anatokea kusini kidogo mwa mji wa Baghdad, Iraq. Mji wa Mesopotamia ni kusini kidogo mwa mji wa Baghdad. Ndipo huyu mwamba alizaliwa. Mungu alimwamisha kutoka kwenye zile taratibu, kutoka kwenye ile mira, kutoka kwenye zile taratibu na zile misingi ya nyumbani kwao, ya nchi yao, ya chama yao, akamwambia toka, mimi nitakufanya kuwa taifa kubwa. Huwezi ukafaidi baraka za Mungu kama bado unaunganisha na mifumo mingine. Huwezi. Bado unaota kwenye ndoto unapiga manyanga. Bado unaota kwenye ndoto unakula manyama. Bado unaota kwenye ndoto unakutana na babu na bibi wanakwambia. Bado unaota kwenye ndoto unazungumza na watu waliokufa. Ndugu yangu, mojawapo ya madhara yake ni kwamba huwezi kufaidi baraka zake. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho unaonyesha hujahama.